Of course, binafsi watu walipokuwa wanasema kwamba Israel inaicontrol Marekani kwa kupitia rais wa Marekani Donald Trump, binafsi nikawa nasema sasa, kwa nini mara kadhaa Trump amekuwa akienda kinyume na matakwa ya labda ya Israel, hasa Netanyahu? Nikawa siamini binafsi, nikasema sawa, of course naheshimu maoni ya kila mtu, lakini Trump mbona anaenda kinyume, anawashinikiza Israel, anasema bila mimi Israel isingekuwepo. Alafu baadaye anasema kwamba bila mimi Iran inaweza ikaiangamiza Israel dakika fupi tu. Mara kadhaa alishazungumza kwamba hiyo mifumo ya ulinzi wa anga ambayo Israel wanayo, mimi ndo au Marekani ndo imewapa, sisi ndo tunawasaidia wa Israel. Mara kadhaa akiwa anazungumza kinyume, mara vita vya Lebanon visitishwe, mara Israel aache kushambulia Gaza, wakati ndani ya Israel hawataki hayo mambo. Kwa mfano kipindi ambacho kimetokea kwamba Israel anataka ashambulie Beirut, mji mkuu kabisa kusini mwa Beirut ambapo ndo kuna moyo wa Hezbollah. Ilani wakatoa onyo kwamba mkifanya tu hayo mashambulizi yenu sisi tutawajibu. Basi mara kadhaa Trump akamwambia msifanye, na kweli tukaona Marekani, tukaona Israel wakakataa kushambulia. Sasa baada ile tukio ndani ya Israel kulikuwa kuna fukuto kubwa sana. Wanamwambia bwana, sasa wewe waziri mkuu wa Israel umefeli pakubwa mno, kwa sababu imetoka kuamua unachokitaka kila siku mpaka kukaa na kusikiliza namna gani ambavyo Iran wakikwambia ukishambulia tutakushambulia na wewe ushambulie, basi wewe umepitwa na wakati, au wewe unaiangamiza sana Israel. Israel imerudi kwa dhaifu kutokana na misimamo yako. Umekosa influence kwa Marekani. Umeona? Ikiwemo Bezalel Smotrich alishaye kumwambia Itamar Ben-Gvir, waziri wa salama. Akamwambia waziri mkuu, unafanya nini? Wewe shambulia. Wewe uliwahi kunifundisha kwamba waziri mkuu bora wa Israel ni yule waziri mkuu ambaye anaweza akasema hapana kwa Marekani ambapo linapokuja kwenye swala la maslahi ya taifa la Israel. Waziri mkuu bora wa Israel ni yule waziri mkuu ambaye anaweza kusema hapana inapokuja swala la maslahi ya Israel. Sasa wewe mbona Trump anakuambia usishambulie kwa sababu tukapewa pressure na Iran kwamba usishambulie moyo wa Beirut kule kusini kwa sababu tu ya Iran wamemwambia Marekani, na wewe unaingia kwenye huo mtego. Hapana, shambulia. Kwa kuna mgogoro wa kimaneno. Trump akawa anashambuliwa sana. Umeona? Sasa nikasema hii inakuaje bwana? Sasa kama Trump amekuwa yupo blackmailed na zile faili za Epstein, kwa nini anazungumza haya maneno? Sasa bwana, tumeona sasa vikwazo vipya vya Marekani baada ya mashambulizi kufeli. Wa Marekani wameingia kwenye fezi mpya ya vikwazo. Sasa wanawekea vikwazo lengo la kuiangusha serikali ya Iran. Of course, wachambuzi wengi wamezungumza kwa kina sana, na mimi nyuma ukiangalia nimezungumza kwamba ni vikwazo ambavyo of course sio kama vile vya mwanzo. Hivi ni vikwazo vipya, ni vigumu sana. Ni vikwazo vipya, ni vigumu. Vikwazo vya zamani vilikuwa havina ile option ya kwamba sasa bidhaa kama madawa pamoja na kilimo vinaweza vikasafiri kutoka Iran na kuingia, lakini sasa hivi hakuna. Bandari tu zenyewe haziingizi wala kupokea kitu. Yes, of course kuna railways zimepakana na nchi nyingi, sawa, umeelewa, lakini bahari inachangia kwa kiasi kikubwa. Mahitaji yatakuwa mengine yatakuwa hayapatikani kwa kiasi ambacho watu wanayahitaji, umeelewa. Sasa leo bwana Netanyahu ametoka hadharani na kuzungumza kwamba mimi ndo nimemwambia Trump kwamba kuna chaguo la tatu la kuzidi kuikandamiza Iran. Kama machaguo yote yamefeli, ipo option ya mwisho, ni hii ya vita ya kiuchumi. Option ya kwanza ilikuwa ni ipi? Ni ya mazungumzo. Kumbuka kabla vita vijaanza mazungumzo yalikuwepo. Yes, mazungumzo yalikuwepo na tukashuhudia mazungumzo yalivyofeli. Mazungumzo wakaamua kushambulia, kwa sababu kwenye mazungumzo wao walikuwa wanataka wanalazimisha tu Iran, sitisha makombora yako, sitisha nyuklia yako, sitisha kutoa misaada kwa wanachama wako wa Hezbollah pamoja na Houthis pamoja na Hamas, sitisha. Umeelewa? Hayo ndio yalikuwa mazungumzo. Sio mazungumzo, ilikuwa ni kwenda tu kumwamrisha mtu kwamba acha kitu fulani. Ndio maana yaliweza kufeli. Sasa ilivyofeli, hatua ya pili ikawa ni mashambulizi. Sasa wakaingia kijeshi, Israel na operation yake ya ngurumo za Simba, Marekani na Epic Fury, yote pia tukashuhudia kwamba yaliweza kufeli. Sasa ya tatu ni hii
ya Netanyahu anatoka hadharani anazungumza kwamba yeye ndo alimwambia Trump. Anasema waziri mkuu wa Israel Netanyahu amesema alimweleza rais wa Marekani Donald Trump kuwa kuna chaguo la tatu dhidi ya Iran ambao ni kuimarisha zaidi mzingiro dhidi ya nchi hiyo. Netanyahu alisema nilimwambia Trump kwamba kuna chaguo la tatu pia, kuimarisha mzingiro dhidi ya Iran, na jana alithibitisha uamuzi huo, kwa maana ya juzi aliweza kuthibitisha huo uamuzi. Kwa hiyo moja kwa moja kwamba Israel anatuambia kwamba hayo anayofanya Marekani sisi ndio tunamwamrisha. Lakini ukienda upande wa Marekani, Trump hawezi kuzungumza haya mambo kwamba yeye ndo anaambia. Na kwa nini huyu ameamua kuweka wazi? Ameweka wazi ili sasa ni kama wanategeana. Kwa sababu Trump ni mtu ambaye ameonyesha wazi wazi kwamba hamuungi mkono. Yaani licha ya sasa hivi kuna uchaguzi unaendelea, Trump yeye hajatoka hadharani kusema namuunga mkono Netanyahu. Akasema kuna kiongozi namuunga mkono. Lakini pia mara kadhaa kumekuwa na taarifa zinatoka kwamba Marekani wanaangazia namna gani kuweza kumbadilisha waziri mkuu, yani Netanyahu asirudi madarakani. Na ndio kitu ambacho Netanyahu na yeye anakifanya sasa hivi. Anazungumza haya maneno ili tu kwamba Wamarekani wajue kwamba huyo rais mliokuwa naye yupo kwa ajili yetu sisi, na sisi ndio tunamuendesha, ili mradi tu akose uungwaji mkono. Kwa mfano kuna uchaguzi wakati wa Marekani unafanyika mwezi Novemba, ambapo bunge la wawakilishi kwa maana bunge pamoja na Senate wataenda kupigiwa kura waweze kuingia bungeni. Hivi vyote hivi kwa sababu ni vitu ambavyo vinajitegemea na maamuzi yao yanaweza kubadilisha sera na hatua zozote ndani ya Marekani. Trump akipoteza hivi vitu vyote ni rahisi kumuondoa madarakani, lakini pia atakuwa na wakati mgumu kwenye kutekeleza sera zake, kwa ataishi maisha magumu. Na ndio kitu ambacho Netanyahu hapa anakifanya, kwamba yeye anaamua sasa kuwachonganisha na anawaambia dunia, licha ya kuwa anakataa, anasema hivyo vyote sisi ndio tunakaa tunamuelekeza. Of course Israel hawataki hivi vikwazo haviwahusu, kwa sababu wana experience kwamba havifanyi kazi. Wao wanachoamini kwamba mashambulizi ndio ilikuwa ndo njia yao rahisi, kwa sababu Netanyahu anahitaji mashambulizi ili uchaguzi ugairishwe ndani ya Israel, kwa sababu Marekani na Iran na Israel wakipigana tena au vita vikirejea, uchaguzi utagairishwa tu no matter what. Yani hakuna kitu ambacho kinaweza kuendelea kwenye uchaguzi, kwa sababu tu nchi ipo katika hali ambayo sio ya kiusalama. Kwa hiyo wao hawataki vikwazo, ila anazungumza tu hivi vitu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Netanyahu yeye anamchongea Trump kwa wananchi wake, ili kwenye uchaguzi waweze kumdondosha. Mahusiano ya Trump na Netanyahu sio sawa, hayako sawa. Na mara kadhaa mwenyewe alishakuzungumza hadharani kwamba Trump huyo, kwamba Netanyahu ndio adui yangu namba moja. Alishakuzungumza wazi Trump, na anazungumza bila kificho. Lakini Netanyahu yeye hajawahi kuzungumza hilo, kwa sababu anajua akizungumza hivyo ataingia kwenye uhasama mkubwa na rais wa sasa hivi, kwa sababu ana miaka mingapi hapa, imebaki 3. Kwa hiyo akizungumza hivyo Israel inaweza kujikuta kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo anaamua tu kutumia njia za, yani tunasema kama una degree au kama umesoma Cuba utaelewa, ndio hiki anachokifanya, kwamba hataki kuonyesha waziwazi kwamba ana mgogoro, lakini anachokiamua ni kuwachonganisha raia na watu wake. Kwa hiyo bwana, Marekani na Israel mambo yamekuwa tifuani.